Na makafiri wanasema. Makafiri wanasema. Wanasemaje? Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Mpe huyo. Hii ni sifa ya kafiri, sijasema ni nani. Lakini kafiri kulingana na Qur'ani ni mtu anayesema Mungu wako na nani? Na wewe unaamini Mungu wako na nani? Kwa hiyo kwa mjibu hiyo aya unakuwa nani? Islam takbir. Anacheka mwenyewe amecheka. TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Ni maneno ya Yesu hayo. Hujakataa. Kwa hivyo unapinga maneno ya Bwana Yesu. Sasa Yesu anasema mwenye kanzu mbili mimi ninazo, anasema mpe asiokuwa na kanzu. Na maana ya kwanza wewe umesema hauna. Nikasema mimi ninazo nyingi kama zaidi ya 5, nikupe kanzu moja. Mafundisho ya Bwana Yesu unakubali? Mafundisho? Unakubali mafundisho. Kwa hivyo kama unakubali mafundisho, kulingana na mafundisho ya Bwana Yesu anasema nikupe kanzu moja. Mwenye kanzu mbili mpe asiokuwa na kanzu. Nikikupa kanzu, wewe umesema unaitwa Steven, sio? Steven na umevaa kanzu na mimi. Tunapita mtaa huu hivi. Sote tuko na kanzu tunatembea hivi. Watu wakituona watasema wale watu ni wa dini gani? Waislamu. Kumbe Bwana Yesu anahitaji wewe Steven uwe na dini gani? Mafundisho haya. Una dini gani? Kacheka kafurahi kweli. Haya, tunaenda sasa katika dini ya Yesu. Yesu akiwa duniani ibada yake alikuwa anafanya katika nyumba gani inaitwaje? Luka 4:16. Kacheka kafurahi. Yeye hujifundisha sio? Kanisani hujifundishwa. Angalia. Sisi Waislamu hatulazimishi mtu kuwa Muislamu, lakini ni mafundisho tu tunafundisha ili kile kitu kinachofundishwa hapo kifundishwa unaona kumbe hili linakuwa lakini sijaifundishwa. Si unaona ile kwanza ni mpi hujifundishwa. Kweli Sasa wewe ukienda kanisani unajua huyu mchungaji kwa nini hataki kunifundisha hili? Lakini ukimuuliza atakupa tafsiri ya maana nyingine, sio hiyo. Yaani wanakuwa kwamba wanasoma alafu wanapandika maneno juu yake. Na kwa Biblia unaambiwa usiongeze wala usipunguze. Sasa tunaenda katika dini ya Bwana Yesu. Yesu akiwa duniani alikuwa anaenda kufanya ibada katika nyumba gani? Msomee. Inasema ndio akaenda Nazareti. Akaenda Nazareti. Mpe kwanza kidogo. Nani huyo? Yesu. Safi. Endelea. Hapo alipolelewa huyo Bwana Yesu. Safi. Na siku ya Sabato, siku ya ibada, akaingia katika sinagogi. Akaingia katika nyumba inaitwa sinagogi. Akaingia katika sinagogi. Ndio. Kama ilivyokuwa desturi yake. Kakangu, unajua neno maana ya neno desturi? Desturi. Kawaida ya mtu. Kawaida. Neno desturi kawaida. Kawaida ya Steven akipita mtaa huu nishati apata maji baridi anywe. Kawaida. Nimetumia mfano lakini si kweli. Sasa kawaida desturi ya Bwana Yesu wakati wa ibada alikuwa anaingia katika nyumba inaitwa sinagogi, sawa? Sinagogi ni katika lugha gani? Ni Kijaluo, Kikuyu, Kikamba, Kikalenjin, Kiluya, Kimeru, Kimijikenda ama lugha gani? Kiswahili. Haya ni maneno, baadhi ya maneno magumu ndani ya Biblia. Lazima utafsiriwe. Na waliandika katika maneno hayo kuna wale ambao walitafsiri maneno magumu ili mimi na wewe tukiyaona tupate wepesi kujua maneno magumu hayo inasema nini. Wepesi wake, sawa? Hao walitafsiri maneno hayo waliongozwa na roho nani? Inaweza poteza wewe.
muonyeshe, ajisomee mwenyewe. Muonyeshe sinagogi maana yake nini? Jisomee mwenyewe kakangu. Muonyeshe sinagogi maana yake nini? Eti nini? Sio kanisa, ni msikiti. Baada anafanyia msikitini, wewe unafanyia kanisani, ambaye ni Mkristo. Sawa, tuko pamoja? Na Yesu ndio mwalimu wetu. Ina maana mwalimu wetu anatuelekeza twende wote. Sawa, wewe Yesu ako msikitini, wewe uko kanisani, uko na nani? Sio Qur'ani, Biblia. Mwana Steven? Yes. Hai hujaisomewa ndani ya kanisa, si kweli? Hujaisomewa. Kwa nini unajua hujaisomewa? Sijui. Hujui kwa sababu mchungaji anajua kabisa akikusomea maneno kama haya itajwe msikiti, hakuna muumini ndani ya kanisa. Na sikudanganya. Hiyo ninakwambia free of charge, jua likiwaka. Akikusomea haya maneno kanisani, hakuna muumini. Wewe kanisani si unaitwa kondoo wa Mungu? Si unaitwa kondoo wa Mungu? Mpo hiyo 56 Yeremia. Sikiliza Mungu vile anavyolalamika na wachungaji. 56 Yeremia. Wewe unaitwa mara nyingi kanisani Sikiliza Mwenyezi Mungu vile anavyolalamika. Hawa wachungaji hawezi kusomea maneno kama haya ambaye tena iko ndani ya Biblia, si ya Qur'ani. Ndani ya Biblia hawezi kusomea 56 Yeremia. Na maneno ndio inafanya sisi, unaona kama Waislamu, unaona uzuri wa Uislamu, wamenua hizo vyombo wakasema tokeni nje mwende mkatangaza. Unaona, tunaweka, mnasema crusade, tunaweka, tunazungumza, tunakuita, unaambia kuja Joe, kaa hapa angalia hii, free of charge. Twende mwalimu wangu. Unasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Mwenyezi Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliofanyaje? Hebu rudia. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Mpe. Mwenyezi Mungu analalamika, anasema watu wangu wamekuwa kondoo walifanyaje? Walifanyaje? Sikiliza sasa, umepotezwa na nani? Inaendelea kusema wachungaji wao wamepoteza. Mpe. Kondoo wa Mungu ambaye ni watu wa Mungu wamepotezwa na watu wanaitwaje? Mchungaji. Mchungaji katika lugha nyingine ya Kizungu anaitwa nani? Mchungaji kwa Kiswahili, kwa Kiswahili, kwa Kizungu anaitwa nani? Pastor. Amepoteza wa nani? Steven. Unaona? Mchungaji amepoteza wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo hawezi kusomea kwamba dini ya haki ni ya Uislamu, ndio dini ya Bwana Yesu. Qur'ani wewe inakutambua. Unajua Qur'ani inakutambua wewe? Unajua hivyo? Ujui. Wewe unajua wewe umeumbwa katika misingi, Mwenyezi Mungu amekuumba katika misingi ya dini ya Kiislamu, unajua? Ujui? Mpa huyo Qur'ani. Usiona Qur'ani ya Uislamu? Ujaiona? Muonyeshe sasa. Mwalimu wangu muonyeshe. Angalia mantiki ya Qur'ani, upande imeandikwa hiyo, na upande mwingine tafsiri yake sasa. Ili tusome hiyo tafsiri upate kuelewa. Umeona sivyo? Yaani mpaka leo Allahu Akbar. Usipo hivyo angalia. Mpaka leo Steven mpaka huu saa hii hajaiona Qur'ani na macho. Ndio unaona uzuri wa Uislamu. Sisi tumekuja hapa tumeweka kitabu hapa ili ukione, waamini. Usiambie maneno huko nje, sijui Alafu unajua kuna imani nyingine wanaambiwa atukiguza kitabu cha Uislamu cha Qur'an, ukiguza namna hiyo unaenda majini na kushika. Si kweli? Ongea tu kweli. Steven, yani wewe go free. Usiogope. Wacha nikwambie, Steven, hapa hakuna mtu yote anaweza kuguza. Yani hii ni maneno tunazungumza, tunafundishana. Si ni kweli unaambiwa ukiguza Qur'an ya Uislamu majini unayo? Si kweli? Yes, nasikia. Uamini hiyo? Sasa sikiliza, Qur'ani inakutambua. 30 Qur'an hiyo
Inakutambua Steven. Inasema basi uelekeze uso wako. Mpe kakangu na uso. Uko na uso? Hata mimi, si ndio? Na hao wengine, wakina Trump, wakina William Ruto, wakina Uhuru Kenyatta, marehemu Raila Odinga, wote wako na uso, si ndio? Tunaambia tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa, sio? Hatujaambiwa ni dini gani. Si ni kweli? Watu wote, ijasema Waislamu peke yao, hapana. Watu wote tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa, sio? Sasa twende, mpe wewe, endelee. Uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Safi. Ndilo mbile Mwenyezi Mungu alilowaambia watu. Mpe. Tunaambiwa tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa. Dini iliyo, sio dini zilizo. Ukisikia iliyo ni mo, ukisikia zilizo ni nyingi zaidi ya mo, lakini hapa tunaambia dini iliyo ambayo ni moja, si ndio? Ndilo umbile Mwenyezi Mungu ameumbia watu wote, sio Uislamu tu peke yao, hapana. Watu wote ukiwemo pia wewe. Sikiliza, Qur'ani hiyo inakutambua vizuri. Twende mkamalizie. Yaani dini hii ya Kiislamu. Kumbe dini hii ni gani? Rudia kama ulikuwa unaelewa. Ndio. Yaani dini hii ya Kiislamu. Mpe. Dini gani? Islam. Kumbe wewe Steven, mimi na wewe wengine tumeambiwa katika misingi ya dini gani? Kwa hivyo tunastahili sisi tuwe katika misingi ya dini gani? Steven. Kafurahi. Steven, unaona sasa? Umeona? Zungumza kwa makini. Umeona haya maneno? Tunastahili tuwe katika misingi ya dini ya Kiislamu. Upo? Mimi ukiniona hivi, mimi jamii yangu sijazaliwa katika jamii ya Kiislamu, ya Kikristo. Sawa? Mimi mpaka leo hii mamangu ni mama kanisa. Hapo katika kanisa inaitwa PAG, Kenya Assemblies of God. Ndugu zangu, mmoja wako katika Roman Catholic, mwingine wako katika Anglican Church. Sasa hebu angalia nyumba hii. Nyumba ni moja, mama yetu ni mmoja. Hao acha sasa toa mimi sasa. Mimi ni Muislamu, hawa ni Wakristo. Mama ako katika PAG, Kenya Assemblies of God. Sawa? Huyu mwingine ako Roman Catholic. Huyu mwingine ako Anglican. Wote ni Wakristo. Ina maana yule Anglican hawezi kuja kwa PAG ya mama. Ni mama yao. Unaona? Huyu mwingine wa Anglican hawezi kuja huku. Na hao wote hawezi enda Roman Catholic ama Anglican. Sasa ni nini? Shida iko wapi? Na wote wanapokwenda huko wanamuita Yesu, Mungu mmoja. Biblia inatumia moja. Shida iko wapi? Kisha mimi niliangalia vile, nikafanya research wakati nilipokuwa kanisani. Hiyo ni historia ndefu, siwezi kuzungumzia huko, ni kwa fupi tu. Nikafanya research yangu, nikaona huu ni upotofu. Nilisoma andiko kama hizi za Bwana Yesu, nikaona kumbe hapa napotea. Kwanza ndani ya Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna andiko imeandikwa kwamba Ukristo dini. Hakuna. Na ni kama nadanganya. Leo hii mimi niko hapa. Leo ni Ijumaa, sio? Tutakuwa hapa mwisho mpaka Jumapili. Na kama una uwezo kumpigia mchungaji wako simu, mpigie muulize, mchungaji, je, kwa Biblia kuna andiko inasema Ukristo dini? Atakwambia Yesu mwenyewe ni dini. Atakwambia Yesu mwenyewe ni ambapo si kweli. Yesu anaitwa Yesu Kristo. Yesu, wewe unaitwa nani? Steven. Steven ni jina lako ama dini yako? Jina lako, sio dini yako. Kwa hivyo Yesu anaitwa Yesu Kristo, ni jina maana dini. Yesu anaitwa Yesu Kristo, jina la Yesu ama dini? Jina la Yesu. Ina maana hao watu wanajiita Wakristo hawana nini?
hawana dini, ni jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wamechukua jina la Yesu wamelifanya kuwa dini. Kumbe mpaka sasa hivi wewe Stephen na wenzio mnasema sisi ni Wakristo, hamna dini. Hii ni majina ya Yesu. Dini yenu sasa ni gani? Unaona sasa? Nilipofika hapo nikaangalia nikaona kumbe sio kweli. Kumbe si kweli. Nikafanya research nikaona Yesu mwenyewe msikitini. Yesu anavaa kanzu. Yesu akienda kusali anaweka kichwa chake chini. Ashina vipi? Ndani ya Qur'ani nikiangalia kama mfano mpe huyu. 3:19 Qur'ani. Sikiliza Qur'ani. Ama wacha hiyo. 6:26 Qur'ani. 6:26 Qur'ani. Kwa sababu Kiswahili wanasema Yesu anasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Wanaposema njia, anasema Yesu mwenyewe ndio njia, ni Yesu mwenyewe ndio dini. Sasa sikiliza maana ya njia ni nini? Sikiliza Qur'ani vile inavyosema. 6:26 Qur'ani. Inasema ndio. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu. Ndio nini? Njia ya Mola wako iliyonyooka. Mpe. Njia maana yake dini. Dini maana yake njia, sawa? Hapa tunaambiwa na hii dini ya Uislamu ndio njia Mola wetu iliyofanya nini? Kumbe kila njia inakuwa na jina lake. Sawa? Kila njia inakuwa na jina lake. Yesu anaposema mimi ndimi njia, ukweli na uzima, hii njia ni gani? Inaitwaje? Kumbe ni Uislamu. 3:19 Qur'an. Sikiliza maneno haya. Hani hii ni free of charge. Tunakufundisha tu. Waislamu takbiri. Takbiri. Allahu Akbar. Hii ni elimu ya bure tu. Kakangu habari. Salimiana. Kaka tu. Sikasirike njoo. Si wewe toka. Na imeta huyu hapa. Kaka njoo tusalimiane. Salamu za Mungu. Elimu ya bure hii. Nikufundishana tu. Kaka habari. Naitwa nani kakangu? Na? Lawrence. Muislamu? Mkristo. Naomba tu kama dakika moja hivi nikuonyeshe kitu. Naweza semaje? Ni maneno ya Mungu tu. Naomba tu kwa unyenyekevu lakini. Nasemaje? Njoo tu nikuonyeshe kitu kimoja tu tafadhali, naomba. Naomba. Tafadhali. Kiti hapa nikuonyeshe kitu kimoja tu. Soma hiyo. Soma hiyo. 3:19 Qur'an. Soma hiyo. Inasema bila shaka dini ya haki. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sisi tunaambia bila shaka, bila wasiwasi, dini ya haki ambayo ni moja mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Umeelewa? Kwa Biblia hakuna kuambiwa kwamba hata kwa sababu si Mungu dini ni Kristo, hakuna. Nilipoangalia hivyo nikafanya research nikasema kumbe ni hivi. Nikatoka huko alhamdulillah. Na mimi sishtuka kwa sababu watu wangu wako upande hii. Sishtuki, lakini huwa kila siku nawaombea Mwenyezi Mungu awajalie wapate hidayah ya kuwa Waislamu. Kwa sababu huko kwa Uislamu pekee yake ndio kuna nuru. Na ukiwa Muislamu Mwenyezi Mungu ameshakuahidi zawadi. Mpe huyo 40 Qur'an. Sikiliza, kwa Kristo hakuna hiyo maneno. Sikiliza vitu. Shuka mwalimu wangu. Ngapi? 40 Qur'ani. Maneno hayo. Shuka. Twende mwalimu. Imesema 40 ukiwa Muislamu zawadi hivyo. Wewe Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani hajaacha kitu. Twende. 40 Qur'ani inasema ndio afanyaye ubaya atalipwa ila mpe. Wewe kama utafanya ubaya unalipwa na hiyo ubaya wako, sawa? Muislamu mpe, endelee. Atalipwa ila sawa na uovu wake. Ndio. Na afanyaye wema akiwa mwanamume au mwanamke sharti naye ni Muislamu, basi watafanya nini? hao wataingia peponi bila waruzukiwe humo bila hesabu. Mpe. Yaani ukiwa Muislamu wewe unafanya maneno mazuri. Yaani wewe ukiwa tu Muislamu, mwanaume ama mwanamke, unafanya maneno mazuri, mambo mazuri, siku ya mwisho unaingia peponi. Peperu. Puka. Bila hesabu. Wewe ukiwa na bibi yako mlifanya mambo mazuri, akashika hapa, kuja hapa. Twende. Peperu. Puka. Unaingia peponi.
booster hakuna. Hakuna. Haya ni maneno free of charge elimu. Yaani elimu kata Yesu peponi. Nasemaje kaka? Mimi nimekufundisha, nimekufikishia. Sisi kama una swali ya kuuliza mpaka kufikia hapo. Kwa tu free. Hata usiogope kaka. Ndio. Swali ni gani? Uliza swali. Kaka usiogope. Kuna watu wako katika dini ya Uislamu waende msikiti. Hilo ndio swali, si ndio? Mpo huyo. Sheikh Abbas. Kuna watu wako katika Uislamu msikiti waendi. Swali hilo. Takbir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza nashukuru mwalimu ambaye kwamba ametangulia, nafikiri amefanya kazi nzuri kubwa na amemwelimisha huyu pakubwa. Hata naona ni kama yuko tu tayari kusilimu, labda mambo 2-3, ama pengine nikijibu swali hili labda atatoa shahada. Hebu mpatie kidogo rafiki yangu Mike. Rafiki yangu mzuri, kwanza nafurahi, ana heshima, tulimuita akakubali kuketi, hana maneno. Alafu kuna ule wa jana naye msabato yuko jameni. Yule msabato wa jana alitoa ahadi kuja leo. Nikamwambia sidanganye. Sasa mimi najua watu wengi wakiketi pale siku moja tu, siku ya pili arudi. Kwa nini kiti na kuanga na nini? Alikuja Yeremia na mapepe hapa spidi. Kwanza ilikuwa siku ya kwanza tumefanya muhadhara, siku ya pili tuko kule sokoni, ametufuata kwa kihema, sijui alitokea wapi, sijui alijuaje tuko huko, sijui hata yani hao watu sijui. La ilaha illa Allah. Wewe mbona unaenda rafiki yangu? Allahu akbar. Sasa amekuja Yeremia Kisweti, kaniambia nyinyi mko na bahati, sikuwapata jana, ningewapata mngenitambua. Kwambia kuna shida gani? Sema jana nimepita, nimeona mnafanya pale hiyo debate yenu, nakuja pale nihakisha nimewabatiza nyote. Kwambia sawa, karibu. Wakaja siku ya kwanza, ikaenda ilivyoenda, vile ya kufikiria. Kaenda siku ya pili, mambo yakaharibika, mpaka leo bado anatibu majeraha. Anangoja ipone ndio arudi. Sasa na sisi tumebakisha siku chache, maana siku zetu kwa ile muda ambao kwamba alikuwa tumeongea imebaki labda siku 2, kesho na kesho kutwa inshallah. Labda tutapangilia wakati mwingine, si Waislamu, ama tukienda tuende kabisa, tusirudi Wajia, turudi inshallah. Semeni inshallah. Inshallah. Sasa rafiki yangu, kwanza tujuane, unaitwa nani? Nani? Steve. Stefano. Unajua kwa Biblia inaitwa Stefano, ndio alikuwa wanasema Mkristo wa kwanza kupigwa mawe akafa, lakini Stefano alikuwa Mkristo, tusidanganyane. Ukristo bado ilikuwa haijaingia. Lakini tuache hivyo, hiyo ni elimu nyingine. Steven, ukauliza je, kuna Waislamu ambao hawaendi msikitini? Si ndio umeuliza hivyo? Yaani hawaendi msikitini bimaana kwamba ni dini inawaruhusu, ama pengine hawaendi kwa kutaka kwao. Ungependa kujua vipi? Hebu ongea na sauti nikusikie vizuri, maana mimi sauti mimi kidogo masikio yangu naweza kusema mara kama 10. Nitaka kujua kama kuna Waislamu hawaendi msikitini. Hawaendi. Kusema ukweli siwezi sema wako ama hawako. Ushaona? Isipokuwa tu kwa kila dini kuna waumini sana, kuna wale ambao wanagelegea kidogo, kwa wengine wanabaki jina. Hata katika Ukristo kuna wale ambao kila siku wanaomba, yuko kanisani, yuko anafanya mambo mengi. Kuna wengine wa katikati, kuna wengine wanabaki jina. Ukimuuliza ulienda siku gani kanisa, anakwambia miaka 10 iliyoisha. Si ni kweli? Katika Uislamu pia kuna wale ambao kwamba wameghafilika, kuna wale wameshikilia kabisa, kuna wale wa katikati, kuna wale ambao wanapotea kidogo. Siishelewana. Na sasa hatuwezi wahukumu kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anajua mambo yao. Mungu anajua mambo ya kila mtu.
Lakini pamoja na hayo, hata akiwa Muislamu ako na advantage moja, na si nimesema msisali Waislamu. Unasikia eh? Kuna advantage moja ya kuwa Muislamu na kuna disadvantage ya kutokuwa Muislamu. Sawa? Huyu Muislamu pamoja na uovu wake, maadamu amesema la ilaha illa Allah, maadamu amesema Mungu ni mmoja, ametoa shahada, amekubali dini ya Uislamu, huyu hata kama ataingia motoni, mwisho wake atatolewa, ataenda tu peponi kwa kusema la ilaha illa Allah. Kama alikuwa anasali asali, mwisho wake tu ataingia peponi. Shelewana vizuri. Lakini wewe ukiwa Mkristo umekuwa na imani yako, Yesu mtoto wa Mungu, sijui Yesu Mungu, sijui Yesu ama kuna Mungu moja katika nafsi tatu kama sambusa. Sasa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ukiwa na imani hiyo ukakufa hivyo, wewe kitu naitwa janna, pepo, paradise, uoni. Maisha yako yote kwa moto. Shelewana vizuri. Umeelewana eh? Lakini huyu ataenda kuteseka kwa moto, lakini mwisho atatoka. Kama alikuwa asali, anafanya mambo mabaya, mambo kama haya, si kwamba tabeni Muislamu hako na paradise, hapana. Lazima atapitia kule apate adhabu yake kwa kiwango ya makosa zake, lakini mwisho atakuja kutolewa, ingia katika janna. Umeelewana vizuri? Kwa hiyo wako lakini Waislamu kiwango kubwa wanasali. Shida ilikuwa wapi? Nilikuwa nataka kujua sasa, kama sisi Wakristo ndio, kama mtu haendi kanisa ndio pagan, sio? Kama mtu haendi kanisa anaitwa pagan, bi maana anakuwa kafiri. Asidhani kama mtu haendi kanisa anakuwa kafiri. Mtu haendi kanisa, haendi tu kanisa. Ushaona eh? Kafiri ni ile kitendo. Hata unaweza enda kanisani bado ukakuwa kafiri, unajua hivyo? Uone na kanisa kila Jumapili eh? Wewe wa Jumamosi, Jumapili eh? Kwa hiyo kila ikifika siku ya Jumapili unaenda kanisani, si ni kweli? Si kila siku. Hata kama sio kila siku, lakini Jumapili unaenda kanisani, si ni kweli? Kwa sababu wewe ni mtu wa kanisa, si ni kweli? Wewe ni kafiri? Wewe ni dini gani? Kuchunguze kidogo. 2:116 Qur'ani. Alafu niambie hapo vipi? Waislamu takbir. Nimesema maneno niliyosema, jamani, Muislamu hata akuwa atakayofanya kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kwamba yuko na ile shahada, watakuja kutolewa watu katika moto polepole kulingana na madhambi zao. Mwisho itakuja kuulizwa ni nani ambaye kwamba amebaki. Mtu yote ambaye alikuwa na ile imani hata kidogo kama ya Hardali, watatolewa katika moto. Na hapo mtu ambaye kwamba msema la ilaha illa Allah anatokea hapo, hata kama alikuwa na, lakini moto, shekhe ya Mungu, sikubali kuingia hata sekundi 3. Tufanyeni bidii, semeni inshallah. 2:116 Qur'ani, twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Na makafiri wanasema, makafiri wanasemaje? Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, mpe huyo. Hii ni sifa ya kafiri, sijasema ni nani. Lakini kafiri kulingana na Qur'ani ni mtu anayesema Mungu wako na nani? Na wewe unaamini Mungu wako na nani? Kwa hiyo kwa mjibu hiyo aya unakuwa nani? Islam takbir. Anacheka mwenyewe amecheka. Ushanielewa vizuri? Na tukiendelea hivyo utajipata hata kama unaenda kanisani umeingia kule. Mfano Muhammad unamjua? Chukua maiki. Unamjua? Ni mtume wa nani? Muhammad ni mtume wa nani? Wewe unakubali ni mtume wa Mungu ama unakataa? Unakubali. Na kama yeye ni mtume wa Mungu, kwa nini usiwe Muislamu? Mbona unakataa kumwamini? Kila mtu ako free kuamini chenye anataka. Kwa hiyo ukitaka kuamini miti utaamini, ukitaka kuamini gari utaamini.
Nani alikupea freedom ya kuamini unachotaka? Katiba ya Mungu imekupa hiyo ruhusa ya kuamini unachotaka, ama ni mwenyewe kwa nafsi yako umefikiria uamini unachotaka? Anacheka. Maana ukijua akicheka, yani ashaelewa swali. Kwa sababu hakuna mahali katika Taurati wala Zaburi wala Injili inampatia mtu yote kuamini anavyotaka. Sijui shaelewana. Ndio maana Musa alipewa Taurati ili waongoze wanadamu wamwamini Mungu kulingana na mfumo vile Mungu anataka. Daudi akapewa Zaburi ili kuwaleta wanadamu waamini Mungu kulingana na vile Mungu mafundisho ya Mungu. Na Nabii Isa alayhi salamu akapewa Injili ili kwamba watu waisome ile Injili wapate kumwamini Mungu kwa njia sawa, na Muhammad akapewa Qur'ani hivyo hivyo ili kwamba watu wasome wapate kumwamini Mwenyezi Mungu kwa njia iliyo sawa. Lakini wewe kujiaminia ni maneno yako ya kichwa wala si ya Mungu. Ni katiba yako tu ndani ya kichwa pale katikati. Sasa utoe, urudi katika vitabu vya Mungu. Vitabu vya Mungu vinafundisha muamini Mungu na ameeleza sifa zake ndani ya Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Ikiwa utamwamini Mungu nje ya sifa hizi, wewe mambo yako yameharibika. Shanaelewa vizuri? Sasa Mungu akasema kwamba wewe mwanadamu muamini Mungu na waamini mitume wa Mungu. Kwa hiyo ukimjua huyu ni mtume wa Mungu sharti muamini. Wewe umesema kama unamtambua kama Muhammad mtume, kwako sharti uamini. Na usipoamini Muhammad na ukafuata mafundisho yake na ukasilimu, kesho unakuwa kwenye hasara. Wewe unaenda jikoni. Unajua jikoni? Unajua jikoni ni wapi? Wewe unaenda jikoni, wewe ndio unakuwa chips, wewe ndio unakuwa kuku. Lakini wewe sasa si kuku, wewe unakuwa Steven Choma. Ushanielewa? Kwa hiyo rafiki yangu, kama umeamini kama Muhammad ni mtume, vizuri mfuate. Kwa sababu Waislamu wanaamini mitume wote mpaka Yesu. Yesu ametajwa ndani ya Qur'an mara 25 by name. Waislamu hatumbagui. Lakini nyinyi katika kitabu yenu yote mmewataja manabii wote, mkakataa kumtaja Muhammad. Kwa nini? Muhammad aliwafanyia nini? Ni nini yenyu alichukua mpaka amumpendi? Waislamu tuwarudishie. Hakuna. Basi muamini. Hebu nikuulize, ukipata mtu anaabudu sanamu, ukamwambia uache kuabudu sanamu muabudu Mungu, ni mbaya? Sio mbaya. Muhammad alipata watu wanaabudu masanamu akawakataza, kwambia abuduni Mungu anayeumba mbingu na ardhi. Upate mtu anaua watoto bure bila makosa, ukawakataza ukamwambia hii ni makosa, wacheni. Ni mbaya? Ukipata watu wanalewa mpaka fahamu zinawapotea, ukawakataza kwamba wacheni ulevi ni makosa, hiyo ni mbaya? Hizi ni vitu ambavyo watu wake walikuwa wanafanya, akawakataza, akawarudisha katika njia nzuri. Sielewana. So leo kama utamkataa Muhammad, wewe mwenyewe tu kwa nafsi yako, lakini dalili zote ziko wazi kama Muhammad ni mtume wa Mungu na maandishi yako. Na Mungu akasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan ila akhir aya. Kwa hiyo Mungu amemtaja Muhammad kama mtume wake. Na kwingine na katika suratul Yasin akamwambia direct na address Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia wa innaka la minal mursalin, we Muhammad uko miongoni mwa mitume. Wa innaka la minal mursalin, uko katikati ya miongoni mwa mitume. Kwa hiyo Mungu mwenyewe amemshuhudia Muhammad kama mtume wake. Sasa wewe ukikataa, ni mwenyewe kwa nafsi yako tu unakataa, lakini maandiko yako wazi na dalili ziko wazi, na ile kitabu ambacho kwamba Taurati, Zaburi na Injili iliandikwa habari za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima usiposoma vizuri na kuzingatia hauwezi ukajua, lakini ukisoma kwa uangalifu utajua kama habari hii inamhusu Nabii Muhammad. Shanaelewa vizuri? Sasa nataka kuuliza swali la mwisho. Kitu gani ambayo katika Uislamu umeona
inakuzuia wewe kuwa Muislamu? Hakuna. Asante. Narudisha swali lingine. Kitu gani nzuri iko katika Ukristo ambaye inafanya unang'ang'ania Ukristo? Hakuna. Kama hakuna chochote kizuri kule, mbona usisilimu? Kule hakuna kizuri, unang'ang'ania kule. Hapa hakuna kinachokuzuia, hutaki kuingia. Tuishelewana. Mbona usiwe Muislamu rafiki yangu? Matter of time. Matter of time, eh? Aha. Napea mtu nafasi akaye afikirie, anajifikiria vizuri. Aha. Anakuja kujibu baadaye. Asante. Uko na swali lolote labda moja mbili? Rafiki yangu? Mashaallah. Barakallahu fik. Asalamu alaykum. Kwa salama eh? Mashaallah. Hebu Waislamu tuone kwa ishara ya mkono. Waislamu wote waliohudhuria hapa, Waislamu. Mashaallah, barakallahu fikum. Wakristo waliohudhuria. Na kama kuna yule wa jana yule Msabato, kama kuna yule Msabato wa jana aje. Yuko? Hebu Wakristo waliohudhuria hapa, angalia karibu yako, ukimwona unionyeshe. Sasa yuko wapi Mkristo yote? Hayupo. Hebu mpatie simu, Mike, simu. Mwalimu amekufundisha na umeona, sio? Na mimi pia nimekufundisha na umeona, na umesema unaenda kukaa chini ufikirie, uzingatie vizuri, usome maandiko vizuri. Asante sana. Ukienda usome uelewe, wewe uko free kuingia katika msikiti wowote, useme kwamba unataka kuwa Muislamu. Uislamu ukitaka kuwa ni unaenda popote, unaingia msikiti wowote, unapewa shahada bure, free of charge. Sisi hatulipishi. Unajua pale kanisani ukienda kujiunga na kanisa lazima ulipe membership fee, si ni kweli? Iko si wote, lakini mingi unalipa membership fee. Pengine pale lipi labda kama Makatholiki kule, lakini zingine lazima membership fee. Nasema kweli nadanganya? Katika Uislamu hakuna hiyo. Wewe enda pale yote ama chukua Muislamu yote, mwambia mimi nimeamua kuwa Muislamu, takusilimisha. Ni sawa?